Wote mtakumbuka kuwa mwezi Septemba mwaka 2024 nilipata nafasi ya kuzindua taarifa mbalimbali za utekelezaji katika sekta ya uwekezaji, ikiwemo taarifa tathmini ya utekelezaji wa mpango wa kwanza wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji ambayo inajulikana kama Mkumbi moja. Pamoja na mambo mengine, tathmini ya utekelezaji wa Mkumbi wa kwanza ilieleza mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wake pamoja na changamoto zilizojitokeza wakati huo. Mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa Mkumbi wa kwanza ni pamoja na maboresho katika sheria mbalimbali, kupunguza na kufuta baadhi ya tozo, kuunganisha majukumu yenye mwingiliano wa taasisi na udhibiti, na kuweka mifumo ya tehama ya utoaji huduma kwa wafanyabiashara na wawekezaji wetu badala ya kuwa wanafuata huduma kwenye ofisi mbalimbali. Lakini changamoto ambazo bado zinahitaji kufanyiwa kazi zinatokana na mabadiliko ya kisayansi na teknolojia ambayo wakati wote kumekuwa na mabadiliko ya ufanyaji biashara. Na hivyo basi serikali yetu imedhamiria kuimarisha mabadiliko hayo kiteknolojia, kuimarisha sekta isiyo rasmi na kuhakikisha Ukumbi tu unaendana na utekelezaji wa dira ya taifa ya 2050. Ndugu wageni waalikwa, licha ya mafanikio makubwa tuliyoyaona katika taarifa ya tathmini ya mpango wa awali Mkumbi 1 ambao tuliuzindua mwaka jana, taarifa hiyo pia ilibainisha umuhimu wa kuendelea kuboresha zaidi mazingira ya biashara na uwekezaji. Aidha, kwa kuweka msisitizo wa jambo hili, Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alielekeza kuandaliwa kwa mpango wa pili wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji ili kuweza kutatua kero za mazingira ya biashara ambazo hazikuweza kubainishwa kwenye Mkumbi 1, na pia inatupelekea kwenda kutatua changamoto mpya za kibiashara ambazo zinawakabili mahali penu pa kazi. Ndugu wageni waalikwa, kama ambavyo imeelezwa, baada ya muda mfupi nitazindua kamati mbili za maandalizi za mpango wa pili ambazo ni kamati ya kitaifa ya ushauri pamoja na timu ya kitaalamu ya kitaifa ya wataalamu ambazo zote hizo wajumbe wake wametambulishwa kwenu. Pamoja na mambo mengine, kamati hizi zitakabidhiwa majukumu mahususi ya kufanya ili kuandaa mpango huu wa pili. Na nitumie nafasi hii kuwasisitiza mtakayosema, tuwasisitize kwamba mnenda mkayasome na kuielewa vizuri majukumu yenu mtakayokabidhiwa leo hii. Wajumbe wote wa kamati, mkumbuke kuwa mmeaminiwa na taifa, lakini pia na serikali yetu. Muendelee kuisaidia serikali kuleta mabadiliko katika kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji hapa nchini. Na ndio maana kamati hizi zimeundwa na wajumbe waliotoka katika sekta mbalimbali, hasa kwenye sekta binafsi na wachache kutoka sekta ya umma. Malengo yetu ni kufanya mjadala mtakaokuwa nao, kazi mtakaoifanya iwe inaweza kusaidia maboresho ya pande zote mbili, sekta umma na sekta binafsi. Ndugu wageni waalikwa, Mheshimiwa Waziri Profesa Kitila Mkumbo katika maelezo yake amegusia kuhusu serikali kukamilisha maandalizi ya dira ya taifa ya 2050. Mimi nielekeze kuwa katika maandalizi ya mpango wa pili wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji, timu zetu zote mbili zitumie dira ile ya 2050 kama nyenzo muhimu ili kuweza kupata upatanisho au muunganiko wa maono ya dira pamoja pia na kutekelezeka kwa huu mkumbi wa pili. Nitapoelekea kuhitimisha hotuba yangu kwa maelekezo ninayotoa, nitumie nafasi hii kuweka msisitizo na kutoa maelekezo muhimu kama ifuatavyo. Moja, kamati ya maandalizi ya mpango wa pili wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji, harakisheni kuandaa mpango huo ili utekelezaji wake uweze kuanza mara moja na kurahisisha mazingira bora kwa wafanyabiashara na wawekezaji wetu ambao sasa wameamua kuwekeza hapa nchini.
Lakini 2, kamati ya maandalizi ya mpango wa pili wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji. Kumbi 2, hakikisheni mnaweka vipaumbele katika kutoa huduma kwa haraka, kwa ufanisi na kwa kukidhi vigezo vya kimataifa ili kuendana na ushindani wa kibiashara duniani, tukiamini kwamba wawekezaji ambao tunawahamasisha leo, ambao pia tunatumia nafasi ya Mkumbi 2, ni kutoka pande zote, ndani ya nchi lakini pia kutoka nje ya nchi. 3, taasisi na mamlaka za udhibiti wa serikali ambazo zitahusishwa katika utafiti na tathmini zetu zitoe ushirikiano kwa dhati kwa kamati ili iweze kuja na mapendekezo mahususi yenye malengo mapana ya nchi ambayo yataendana na dira ya taifa ya 2050. Hapa nilikuwa namaanisha kuwa kamati hizi zitapokuwa zinafanya tathmini yake na zinahitaji kupata maelezo, nyaraka kutoka taasisi yote ya serikali, basi taasisi za umma zijue kwamba hii ni kamati rasmi inayofanya kazi rasmi, na kwa hiyo wapate ushirikiano. 4, kwa sekta binafsi. Sekta binafsi inahitaji kutoa mawazo ya kina, mapendekezo yenye manufaa kwa kamati zetu kuhusu maboresho yanayohitajika ili Tanzania iendelee kuwa na kivutio cha wawekezaji wa ndani na nje. Na niwahakikishie kwamba dhamira hii ya serikali kwa kuwashirikisha sekta binafsi, tunalenga kuifanya Tanzania kuwa ni kivutio na ni kitovu cha biashara kwenye ukanda wetu. Na hivyo basi hakikisheni kuwa jumuiya zenu za wafanyabiashara wadogo, wakati na wakubwa, hakikisheni kwamba zinashirikishwa katika mchakato huu na kupokea maoni ya wadau na kuhakikisha mapendekezo hayo yanakidhi mahitaji yetu. 5, ingawa tunategemea kamati itakuja na mapendekezo mapya, taasisi zote zinazohusika na mazingira ya kibiashara ziendelee kutoa huduma kwa ufanisi na weledi ili kupunguza urasimu ambao unaweza kusumbua wafanyabiashara na wawekezaji wetu, kwa lengo la kuongeza utoaji wa huduma wa haraka na kuongeza uwazi zaidi, hasa katika utoaji wa vibali, nyaraka na maeneo mengine. 6, natambua kwamba kuna juhudi zinazofanywa na baadhi ya mamlaka za udhibiti kwa kuungana katika kufanya kaguzi kwa lengo la kuokoa muda wa wawekezaji. Wakati tunasubiri maboresho kupitia mpango wa pili, ziendelee kusisitiza kuwa taasisi zote zenye uwezekano wa kufanya kaguzi kwa pamoja ziendelee kufanya hivyo ili wawekezaji na wafanyabiashara waweze kutumia muda wao katika uzalishaji. Na hili nalizungumza kwa sababu wakati mwingi tumekuwa tukipata malalamiko hasa kutoka eneo la bandari ambalo lina taasisi nyingi zinazofanya kaguzi za bidhaa mbalimbali, kwamba kila taasisi inataka kufanya kazi peke yake, kila taasisi inafanya kwa utaratibu wake, jambo ambalo linasababisha kuchelewa kutoka mizigo bandarini, linasababisha gharama za uhifadhi wa mizigo bandarini. Hii haikubaliki. Na kwa hiyo basi taasisi zote za kaguzi endeleeni kuwa na vikao vya pamoja. TIC kutana na taasisi hizi zikae pamoja na watafute mfumo ambao utarahisisha kukagua bidhaa yote inayoingia nchini na iwe wa muda mfupi na gharama pia ziwe nafuu, ili kuwasaidia kuingiza mzigo nchini na kutoa bandarini kwa gharama nafuu. Haya ndio maelekezo kwenye eneo hili.